Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imejipanga katika kuwezesha wakulima na wafugaji katika kuwapatia masoko ya bidhaa zao. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye ni mgombea wa urais wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, ameyasema hayo katika mkutano mdogo wa kampeni ya kukutana na makundi mbalimbali ya wakulima na wafugaji huko Uzini, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Amesema kuwa serikali ya awamu ya 8 ina azma kuwawezesha wakulima pamoja na wafugaji kwa kuwapatia masoko kwa lengo la kukuza mazao yao. Iliweka mkazo katika kundi la wakulima, na inshallah baada ya uchaguzi huu tukiingia madarakani tutaweka nguvu kubwa zaidi katika kuwasaidia wakulima. Natambua kwamba wakulima wanahitaji kusaidiwa mambo kadhaa, ikiwemo pembejeo, mfano mbolea, mbegu bora, masuala ya umwagiliaji, lakini vile vile kupatiwa soko la bidhaa zao na mitaji kwa ajili ya kuendeleza kilimo chao. Serikali katika kipindi tunachomalizia tuliwezesha wajasiriamali na wakulima na vikundi mbalimbali kwa mikopo isiyokuwa na riba. Tulikopa bilioni 39 benki ya CRDB, na kwenye bajeti ya serikali tulitenga bilioni 60, jumla bilioni 96 tukazitoa kwa vikundi mbalimbali vya wajasiriamali bila ya kuwa na riba. Ahadi yetu ni kwamba kwa siku zinazokuja tukirudi madarakani tutahakikisha fungu hilo linaongezwa mara 2 ili tuwafikie wengi zaidi. Kuna miradi mikubwa ya umwagiliaji katika mashamba ya mpunga imefanyika. Hao sasa hivi wanaweza kuvuna mara 2 badala ya mara 1, lakini kinachofuata pale ni kuhakikisha wanapata mbolea kwa wakati, mbegu bora, na kuhakikisha kwamba wanapata soko. Na wale wengine ambao hawalimi kwenye mabonde ya mpunga, wanalima bidhaa ndogo ndogo za mboga mboga na matunda, tutawawezesha kama tulivyowezesha wajasiriamali mbalimbali. Nilipokuwa naomba kura awamu iliyopita, nilikutana na wajasiriamali kadhaa, nikawauliza hasa mnachotaka ni nini serikalini. Wakaniambia tunahitaji mazingira mazuri ya kufanyia kazi, maana hawakuwa wanafanya kazi katika mazingira mazuri. Wanahitaji mitaji na wanahitaji masoko ya uhakika ya bidhaa zao. Tukawaambia kwamba tutajenga masoko ya kisasa na tutatoa mitaji. Nafurahi kusema kwamba masoko ya kisasa tumeyajenga. Kuna yale makubwa ya Kwerekwe, Jumbi, Chuini, na hivi karibuni tutalifungua la Mombasa. Lakini katika awamu ijayo tutaendeleza kujenga masoko makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, lakini vile vile masoko madogo madogo katika shehia zetu, ili wajasiriamali na wafanyabiashara mbalimbali wapate mazingira mazuri ya kufanya biashara zao, huku tukiambatanisha na mikopo au mitaji isiyokuwa na riba. Kwa wafugaji, nimepewa taarifa ya kwamba sasa hivi kuna tatizo kwa wafugaji, kwa mfano wale wanaofuga ng'ombe wa maziwa hawana soko la uhakika. Lakini vile vile nimeambiwa kuna wafugaji wa kuku wanapata tabu kidogo kupata soko kwa sababu ya kuku wanaoagizwa kutoka nje, na hivyo hivyo kwa bidhaa za mayai. Ambalo tunakusudia kulifanya ni kuwezesha uzalishaji wa bidhaa hizi ndani ya nchi. Leo tukiwa tuna wafugaji wakubwa, wataweza kuwasaidia wafugaji wadogo
kuwapa pembejeo, kwa maana ya serikali inaweza kasaidia kutoa ng'ombe, lakini maziwa yakanunuliwa na wale ambao ni wakubwa. Vile vile hivyo hivyo kwa upande wa wafugaji wa kuku. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba tutajipanga kuhakikisha kwamba eneo hili la kilimo na ufugaji, ambao wengine wanaita huu ni uchumi wa kijani, tutalipa kipaumbele kikubwa zaidi. Aidha, Dr. Mwinyi ameeleza kuwa changamoto inayokabili sana wananchi ni ajira kwa vijana pamoja na upandaji wa bei ya chakula, na kuhakikisha changamoto hizo zinatatuliwa pindi atakapopata ridhaa kuongoza tena kwa awamu ya pili. Zanzibar ni nini? Mambo mawili makubwa. Moja ni ajira kwa vijana, na la pili ni bei za vyakula. Wakati nazungumza jana kule Pemba, nilisema tumejipanga kuhakikisha maeneo haya mawili tunayafanyia kazi kwa nguvu kubwa zaidi. Upande wa ajira kwa vijana, serikali imejipanga kuajiri katika sekta mbalimbali ikiwemo walimu na wafanyakazi wa afya na sekta nyingine. Lakini vile vile tutaajiri katika vikosi vyetu, lakini vile vile tutashajihisha sekta binafsi kufungua viwanda mbalimbali nchini mwetu ili tuweze kupata ajira, na ndio maana tumejenga eneo maalum la viwanda pale Dunga. Bila ya kuwasahau wale ambao wanataka kujiajiri wao wenyewe, kuwawezesha kwa mitaji ili wajiajiri wao wenyewe. Kwenye eneo la chakula, tatizo kubwa tunaloliona, kwa kuwa chakula kikuu hapa Zanzibar ni mchele, tumeona tuanzishe ujenzi wa maghala makubwa hapa Zanzibar ambao utatusaidia kununua bidhaa ya mpunga wakati wa mavuno Tanzania bara. Hapa Zanzibar kilimo chetu cha mpunga hakitoshelezi mahitaji ya ndani. Kwa hivyo pamoja na kuwasaidia wakulima wa mpunga katika mabonde ya umwagiliaji, bado tutahitaji kuagiza mpunga kutoka nje na mchele kutoka nje ya kabisa ya nchi. Taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba wakati wa mavuno kule Tanzania bara mpunga unakuwa na gharama nafuu sana. Ndio huo wakati wa kununua na kuhifadhi hapa Zanzibar. Tutanunua kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara, lakini tutaendelea kuagiza kutoka nje ya nchi, India, Pakistani, Vietnam, ili kuhifadhi, tuwe tuna hifadhi ya kimkakati ya bidhaa ya mchele hapa nchini, ili mwaka mzima bei iwe moja tu, isipande pale ambapo msimu unakwisha. Hili linawezekana. Na habari njema ni kwamba leo hii nimetoka Pemba, lakini nimeuliza nilipofika kule, kipolo kimoja cha mchele sasa hivi shilingi ngapi? Nimeambiwa pale Pemba sasa hivi kinauzwa kwa 80,000. Ilikuwa imeshafika mpaka 1,500,000 kule, ikashuka 20,000, ikashuka ikawa 1,00,000. Jana nauliza naambiwa 80,000. Hii ni habari njema. Na kwa nini imeshuka? Kwa sababu tumeanza mkakati wa kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi vizuri. Sasa hivi mchele unaotoka Pakistani hauji kwanza Mombasa ukashushwa, ukaenda Unguja ukashushwa, halafu ukaishia Pemba. Gharama za usafiri zinakuwa kubwa. Sasa hivi meli zinashusha moja kwa moja bandari ya Mkoani. Tumeanza kushusha gharama za chakula. Tutafanya hivyo hivyo kwa Unguja kwa hatua hizo nilizozitaja za kuweka maghala makubwa ya kuhifadhi chakula ili bei iwe moja kwa mwaka mzima. Ndugu zangu, mambo ambayo serikali yetu imeyafanya ni mengi. Nyinyi nyote ni mashahidi. Wakati naibu katibu mkuu anazungumza hapa,
Kazungumzia sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya barabara, viwanja vya michezo, huko kote huko sisi tumepita, na kwa kweli mwenye macho haambiwi tazama. Akiomba kura kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, amesema pindi atakapopata ridhaa ya kuongoza, changamoto zote zinazowakabili wananchi zitatatuliwa kwa hatua mbalimbali. Ndugu zangu wana CCM, nimesimama mbele yenu kuomba kura zenu zote za ndio. Mtanipa? Hebu wanyoshe mikono watakaonipa kura. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kafanya kazi nzuri sana. Hatuna sababu kwa nini tusimuunge mkono. Kwa hivyo nawauliza, tutamuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, ili tufanye kazi vizuri katika serikali yetu, tunahitaji kuwa na wawakilishi wengi wa kutosha wa Chama cha Mapinduzi. Tukiwa na wawakilishi wachache, tukalazimika kuwa na wawakilishi wengi katika serikali ambao sio wa chama chetu, kazi hatutoifanya sawa sawa, watatusumbua. Lakini tuhakikishe tunawachagua wawakilishi wengi waingie katika baraza la wawakilishi. Ndugu zangu, tutawachagua wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi? Hivyo hivyo kwa upande wa muungano wa bunge wa Chama cha Mapinduzi. Wapo hapa, walisimama, naomba wasimame tena pamoja na wawakilishi, na waombea kura wa bunge na wawakilishi wote hawa waliosimama. Katayarisheni tusuti, mambo mazuri. Ndugu zangu, kuna serikali za mitaa. Awamu hii tunayokwenda nayo, tunataka kuziimarisha serikali za mitaa. Serikali za mitaa zikifanya vizuri, mambo mengi yanarahisika huku ngazi za chini kwenye shehia zetu huku. Kwa lazima tuwe tuna madiwani wa Chama cha Mapinduzi wa kutosha. Madiwani, wagombea udiwani, simameni nyote. Na waombea kura madiwani wote hawa mtawapa? Asanteni sana. Awali akitaja changamoto zinazowakabili wananchi wa Uzini kwa mgombea wa urais, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Mohamed Said Dimwa amewaelezea wanachama cha Mapinduzi, unapochagua Chama cha Mapinduzi maendeleo yatapatikana, na usipochagua maendeleo hatapatikana. Lakini wapo wakulima walioniambia wanahitaji sana mabibi shamba na bwana shamba wawapitie kila bara ili kupata mazao bora na kuweza kuwashauri pale wanapohitaji ushauri kwenye ukulima wao. Mheshimiwa, walinambia hayo, lakini bado walinambia hakuna mafanikio ambayo yamepatikana. Wamenambia uwezeshaji unaendelea kama kawaida, kama nilivyosema, waliopata wamepata, lakini bado wapo kidogo ambao hawajapata, nao wanahitaji ZEA ipate kuwawezesha. Lakini ujenzi wa barabara unaendelea kwa kasi kubwa na bado wanahitaji kuona maendeleo yamepatikana ya haraka. Ujenzi wa skuli vile vile bado unaendelea, lakini kubwa alitaka kugeuza shingo ili na wao wapate shule ya ghorofa katika maeneo yao. Mheshimiwa, ardhi yenye rutuba ipo katika maeneo haya na vile vile inatosheleza. Kitu cha kufanya ni kuwasiliana na Wizara ya Kilimo ili kuja kuona inapata wataalamu kuweza kuwashauri na wao kulima kwa wakati na kupata mazao yaliokuwa mazuri. Na wameniambia kuna baadhi ya mazao wao tayari wamepata masoko ya kwenye mahoteli mbalimbali hapa Zanzibar. Lakini wakiniambia mabwana mifugo nao wanahitajika kupita katika maeneo haya. Sasa haya mafanikio na changamoto ambazo nimepita
nimeziona. Nataka nimwambie mgombea wetu, nitaka nimkaribishe hapa mbele yenu, awaambie nini mtazamo wake na serikali ambayo ataiunda kipindi kijacho chini ya Chama cha Mapinduzi. Na asiyechagua serikali ya Chama cha Mapinduzi, maana yake atakuwa hachagui maendeleo. Na ukichagua serikali ya Chama cha Mapinduzi, ndiyo unachagua maendeleo. Dr. Mwinyi huyu ndiyo alojibu kiu za Wazanzibari wengi, na leo tunamrudisha kwenu kupata ridhaa ya wananchi wa Zanzibar ili atekeleze yale mengi yaliyofanywa na mengi yaliyobakia anataka kumalizia kwa kipindi hichi. Na yuko tayari, nia anayo, sababu anayo ya kumalizia, lakini vile vile ana uthubutu. Uraisi sio asali, kama kila mtu apate aonje. Uraisi wanapewa watu wenye maono. Tunaambiwa baada ya ziki inakuwa faraja, na leo faraja tunayo. Mwenyezi Mungu ametuletea faraja. Faraja yetu Dr. Mwinyi yupo. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.